Tarehe 23 ya mwezi huu kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, wekundu wa Msimbazi Simba wanatarajiwa kurusha keti yao ya kwanza ya kuwania kusonga mbele ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi kwa kucheza dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Ni mechi ambayo kwa vyovyote vile wekundu wa Msimbazi Simba watahitaji kuanza na mguu mzuri kupata ushindi ili wajiweke katika nafasi nzuri ya kusonga mbele na kwenda katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Ifahamike wazi kwamba Simba wako katika kundi D, ambapo wengine katika kundi hilo mbali na Petro Atletico ambayo ndio watakaanza kucheza nayo kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini kuna Esperance de Tunis ya Tunisia, lakini vile vile kuna Stade Malien yenyewe ya kutoka kule nchini Mali. Sasa wakati wakienda kucheza na Petro Atletico, matarajio ni kuona kwamba wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Dimitar Pantev wakiendeleza kiwango kizuri alichokionyesha hivi karibuni katika mechi mbalimbali kwa kuhakikisha kwamba wanashinda kwenye mechi hiyo. Lakini haitakuwa mechi nyepesi kama inavyofahamika, mechi zote hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika huwa hakuna mechi nyepesi, bali itategemea namna ambavyo wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba watakavyotekeleza vema mipango ya kocha wao Dimitar Pantev ili mwisho wa siku wapate kile ambacho kinatarajiwa kutoka kwao. Mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wanatarajia ushindi wa Tanzania na wale wote wenye kuitakia mema Tanzania katika medani ya mpira wa miguu. Lakini inafahamika wazi kwamba wanaokwenda kucheza nao Petro Atletico kwanza ni wazoefu, lakini pia ni miongoni mwa klabu ambazo zimejaliwa kuwa na wachezaji wenye vipaji vya kutosha. Sasa katika mechi hiyo matarajio ni kuona miongoni mwa ushindani utakao kuwepo ni juu ya mbinu za walimu. Na maanisha hapa Dimitar Pantev ambaye mara nyingi hupenda kutumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, anakuwa na viungo watatu na washambuliaji watatu, ingawa hunyumbulika wakati mwingine na kuwa baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Anacheza dhidi ya Petro Atletico ya mwalimu Frank Artiga. Huyu ni raia wa Hispania ambaye mara nyingi mfumo wake baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, anakuwa na kiungo mmoja, halafu anakuwa na viungo wanne na mshambuliaji mmoja, mfumo ambao humpa fursa ya kuwa na walinzi watano mara moja pindi wanaposhambuliwa, kwa huyu mmoja anayelinda ukuta wao wa walinzi wanne kuongezeka na kufanya wawe watano, lakini pia viungo wengine kati ya wanne wawili wakiongezeka wanakuwa na wachezaji wengi katika eneo lao la kuzuia pindi wanaposhambuliwa. Lakini wanaposhambulia maana yake wanakuwa pia na watu wengi, viungo hao wanne wanakwenda kuongezeka katika eneo la mwisho na kufanya kuwa na uhakika wa wachezaji watano wakati wanakwenda kushambulia. Hapo bado hawajaongezeka hawa wachezaji wa pembeni katika kuzuia, ma fullbacks, ambao wakienda wanazidi kuongeza idadi na kufanya wawe na hatari katika kushambulia. Lakini kwa mwenendo wao hivi karibuni, wakati Simba katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, Simba imecheza mechi 3, imeshinda zote, imefunga mabao 8, imeruhusu bao moja. Ni ufanisi wa 100%. Lakini hadi kufikia hatua hii ya makundi, Simba kwenye safari yao walicheza dhidi ya Gaborone United ya kule nchini Botswana, wakaitoa kwa jumla ya mabao 2-1 kwa kushinda bao moja bila kule ugenini nchini Botswana, na kwa Mkapa wakacheza kijenje sana, sare ya 1-1 ikatosha kuwavusha, na kocha wa Gaborone United wakamtoa na kuwa ndiye kocha wao badala ya Fadlu Davis ambaye amekwenda kujiunga na Raja Casablanca ya Morocco. Lakini kwenye raundi ya pili ya awali ya kuwa ya kufuzu hatua ya makundi, wakakutana Singizini Hotspur, wakashinda ugenini 3-0. 3-0 safari hii wakiwa chini ya Dimitar Pantev. Halafu kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam wakacheza kijanja tena kikubwa, ikaisha kwa suluhu. Matokeo yake Simba wakasonga mbele kwa ushindi wa jumla wa mabao 3-0. Lakini Petro Atletico wao wamefika katika hatua hii ya makundi kwa kuitoa timu ngumu ya Stade Abidjan ya kule nchini Ivory Coast kwa jumla ya mabao 4-0, kwa sababu kwenye mechi ya kwanza ugenini kule Ivory Coast Petro walishinda 2-0, halafu mechi ya marudiano pale Angola wakashinda 2-0. Kwa ujumla ndipo wakashinda mabao haya 4-0 na kuingia kwa kishindo katika hatua ya makundi. Sasa wanakwenda kucheza mechi ya ufunguzi huku kila timu ikiwa katika mwenendo mzuri, ingawa kwa Petro Atletico mechi ya mwisho kwenye ligi kuu ya Angola wamefungwa kwa bao 1-0, tena wamefungwa nyumbani
na Diagosto. Ni katika mechi ambayo walipoteza pointi 3 zote. Ni mechi ya mwisho katika ligi kuu ya kule nchini Angola mpaka kufikia sasa kwa wao. Lakini katika ligi kuu ya Angola mechi 6 walizocheza, mabingwa watetezi hawajaanza vizuri sana. Ni kwa sababu mpaka sasa hawapo kileleni mwa msimamo, kwa kuwa mechi walizocheza mpaka sasa ni mechi 6. Kwenye mechi 6 wameshinda 4, lakini wamepoteza mechi 2. Hawana sare. Mechi hizi 2 walizopoteza ndio hiyo dhidi ya Diagosto ya kupoteza bao 1-0, lakini kuna mechi nyingine tena wamefungwa mabao 2-1 na timu ya San Salvador, ambayo yenyewe ni miongoni mwa timu za chini kwenye msimamo wa ligi kuu ya Angola mpaka sasa, ikiwa nafasi ya 3 kutoka mkiani, lakini ikawafunga mabao 2-1. Kwa ujumla kwenye mechi hizi 6 wao wamefunga mabao 10, wameruhusu mabao 5, kuonyesha kwamba hawana mizania mizuri sana kwenye kufunga na kuzuia, kwa sababu mechi 6 wameruhusu mabao 5. Maana yake ni mechi moja tu kwa wastani hawajaruhusu bao, wakati mechi nyingine zote kwa wastani wameruhusu bao walau 1-1. Lakini kwa pointi, maana yake wana pointi 12 kati ya pointi 18 walizopaswa kuwa nazo kutokana na mechi 6. Maana yake ukizidisha kwa 100 unagundua hapo ufanisi wao ni around 67%. Hawako kileleni, maana kileleni wapo Recreativo de Libolo, nafasi ya pili waliopo ni Williet. Lakini kinachotisha kwa Petro Atletico chini ya mwalimu wao Artiga ni kwamba mechi walizoshinda zile 4, miongoni mwao waliwaonea sana ni vinara wa ligi yao mpaka sasa, ambao ni Recreativo de Libolo waliowafunga mabao 4-1, lakini pia wamewafunga timu inayoshika nafasi ya pili hivi sasa, Williet. Ilishinda Petro Atletico kwa mabao 2-1. Kwa hiyo wale vinara pale juu, mmoja kafungwa 4-1 na Petro, wa pili kafungwa 2-1. Kwa katika mechi zake 4 walizoshinda ni pamoja na wale vigogo ambao hivi sasa wako kileleni mwa msimamo. Lakini kwenye kucheza kwao, Petro Atletico makali yao yako katika maeneo mawili kwa ukubwa wake. Kwanza, juu ya namna wanavyocheza. Wanamiliki sana mpira hasa katika eneo la kati, jambo ambalo huwafanya wapinzani wajikute wao wakifukuza mpira muda mwingi wa mchezo, kwa sababu wao ndio wanaokuwa dominant, lakini pia wanafika sana katika eneo la mwisho. Hiyo ni silaha yao mojawapo, na hasa eneo la kati wanalikamata sana. Silaha ya pili ni juu ya ubora wa wachezaji wao mmoja mmoja. Ndani ya kikosi cha Petro Atletico wamejaliwa kuwa na nyota wa pale nchini Angola. Baadhi yao ni pamoja na João Patiença, ambaye msimu uliopita alikuwa katika klabu ya Bravos de Maquis iliyokuwa na Simba katika kundi moja kwenye michuano ya kombe la shirikisho, na alicheza dhidi ya Simba kwa Mkapa na pia kule kwao nchini Angola. Ni yeye pia ambaye alikuja nchini kucheza dhidi ya Coastal Union katika michuano ya kombe la shirikisho hatua za awali. Lakini sio peke yake, yupo pia mwamba mwingine anaitwa Francisco Kobuema Matoko, maarufu kama Makayabo. Makayabo naye alikuwa Bravos de Maquis, alicheza dhidi ya Simba kule nchini kwao Angola, lakini pia walipokuja jijini Dar es Salaam walicheza pia dhidi ya Simba katika mechi ambayo walifungwa kwa bao 1-0. Kwa hiyo hao ni miongoni mwa nyota wao ambao faida ya ziada walionayo wanaijua Simba, walikutana nayo katika msimu uliopita kwenye michuano ya kombe la shirikisho, ambayo hata hivyo walishia tu makundi. Simba wakaenda mpaka wakafika fainali ya michuano hiyo. Lakini nyota wengine, wana nyota kutoka Ureno akiwemo Bernardo Oliveira, lakini wana nyota mwingine kutoka Honduras akiwemo Jonathan Toro. Wana nyota kutoka Brazil ni pamoja na wale akina Thiago Reis, lakini pia kuna Thiago Azulao. Wote hawa ni miongoni mwa nyota walionao. Kwa hiyo kuna Ureno ndani yake, kuna wachezaji kutoka Honduras, kuna wachezaji kutoka Brazil, na hivyo kuwafanya wawe miongoni mwa timu ambazo kwenye kucheza kwake, kwa kuwa na nyota hao, wamekuwa wakimiliki sana mpira eneo la kati. Kwa sababu kwa mfano mchezaji kama Bernardo Oliveira ashacheza sana klabu mbalimbali barani Ulaya kabla hivi sasa kujiunga na Petro Atletico kwa ajili ya msimu huu. Lakini kocha mwenyewe naye Artiga ni mzoefu, ameshawahi kuifundisha timu ya Barcelona under 19, timu ya vijana. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa, humiliki zaidi mpira, style yake ya kucheza
tic-tac style, kwa maana ile ya kumiliki zaidi mpira, pasi nyingi, mfano wa Barcelona vile ndivyo ambavyo kucheza mara kwa mara. Lakini kufungika kwao, kwa mfano katika mechi waliofungwa na Diagosto, ni kwamba kwa kuwa wanamiliki sana mpira, wanapanda sana juu, pakitokea shambulizi la kujibu, counter attack, huwa wanapata wakati mgumu na kufikiwa. Lakini pia wanaruhusu mipira ya juu zinapopigwa cross katika eneo la kati, huwa sio wazuri sana. Baadhi ya mabao wameruhusu kwa mtindo likiwa mabao walilofungwa katika mechi dhidi ya Diagosto, bao la mpira wa kichwa ambalo walinzi wake hawakuweza kucheza mpira vyema, wala golikipa kuweza kukabili mpira uliopigwa na kwenda moja kwa moja wavuni katika mechi ambayo walipoteza kwa bao 1-0. Haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo, na hasa kwa kuzingatia kwamba kocha Dimitar Pantev cheza yake huwa ni ya moja kwa moja, kumiliki zaidi mpira. Ana wachezaji wenye kasi kina Elim Panzo Kibisawala, Kibu Dennis Prosper, Morris Abdraham. Pale katikati kuna Jasha Ahua, Jonathan Soa kama mshambuliaji kinara, amekuwa na kasi sana. Wapo wachezaji kadhaa wa Simba ambao hivi karibuni wamekuwa kwenye kiwango bora, Neo Maema akiwemo. Matarajio ni kwamba yeyote atakayepata nafasi ya kucheza atakuwa anaweza kwenda kuhudhuru aina ya uzuiaji ya Petro Atletico ya 4-1-4-1, kuwafanya wawe walau wachezaji 5 mpaka 7 katika kuzuia pindi wanaposhambuliwa, lakini wanaposhambuliwa kwa kasi wanakuwa hatarini. Simba wanao wachezaji wenye kasi. Simba style yake ya kucheza ya kuhakikisha mpinzani hapati hata fursa ya ujenzi wa mashambulizi kwenye eneo lake. Matarajio ni kuona Simba wakifanya vizuri katika mechi hii. Ni mechi tough, lakini Simba wanayo nafasi kubwa, na hasa kutumia udhaifu, weaknesses za Petro Atletico ambao hukaa sana na mpira na wakati mwingine huwa hawako moja kwa moja. Sideway passes zinakuwa nyingi sana katika eneo la kati, wakitumia mafundi wao hao akina Vanelson, jambo ambalo Simba wanaweza wakalitumia kama udhaifu kwao kwa Petro Atletico, kuhakikisha kwamba wakati wao wanamiliki mpira Petro Atletico wao wanarudi zaidi kukaba nafasi, lakini pia wakishapata mpira mara moja kufanya maamuzi ya haraka kwa kupiga mipira mirefu kwenda kwa viungo wao ushambuliaji na mshambuliaji kinara atakayeanza siku hiyo, awe Steven Desemukwala, awe Jonathan Soa. Wote wamethibitisha ubora katika kasi kuelekea kwa wapinzani, na hivyo kutumia hizo fursa wakati wataponyang'anya mipira na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Lakini pia inafahamika Simba pia wanapoamua kumiliki zaidi mpira, uwezo huo wanao, na faida chini ya kocha Dimitar Pantev, mpira lake, soka lake ni aina ya pasi za kwenda mbele na sio sideway passes, pasi za pembeni kushoto kulia, pasi za nyuma la hasha. Aina ya pasi ambazo Petro Atletico wameonekana hivi karibuni wakizicheza sana katika kuhakikisha wanamfanya mpinzani wao asipate sana mpira, jambo ambalo huwachelewesha kufika kwa mpinzani. Simba wakifanyia kazi hizo small details, ni dhahiri kwamba wanao uwezo wa kuanza vyema hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-26 kwa kushinda nyumbani, iwe 1-2, 2-2, vyovyote vile, lakini kupata pointi 3 muhimu. Ni mechi ngumu, ila inawezekana kwa Simba kuendeleza moto wao, kuendeleza ile kauli mbiu ya kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, kwa kuhakikisha kwamba wanairejea katika mechi hiyo dhidi ya Petro Atletico na kuanza vyema kwenye kundi hili. Maana wakipata pointi 3 muhimu itawapa nguvu kisaikolojia pia kwenda kukabiliana na Stade Malien ya Mali, lakini pia Esperance de Tunis, ili mwisho siku wao wawe miongoni mwa timu mbili zitakazofuzu kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.